Inampasa kila mwanafunzi kutumia sehemu ya kila siku kwa ajili ya kazi za mikono, sio kwenda kwenye viwanja vya volleyball, viwanja vya netball, viwanja vya football, wanacheza mpira. Na shule zetu zingine unakuta mwalimu ndiye referee, anaamua darasa la 5 wako na darasa la 6 wanashindana, darasa la 4 na darasa la 3 wanafanya mashindano. Shule hii inashindana na shule fulani, wanafanya mazoezi, eti mazoezi ya viungo. Wapendwa wa Mwenyezi Mungu, Bwana asifiwe. Tunamshukuru Mungu kwa fursa nyingine tena. Ni sehemu ya pili ya somo la mpango wa Mungu wa elimu. Tunaanzia hapo tulipoishia, na tuliangalia katika somo hilo la mpango wa Mungu wa elimu, tuliangalia mfano wa ile shule ya Madison ambayo Ellen G. White aliagizwa na Mungu kuwahimiza watu kwamba wakati umefika watu waanzishe independent ministries. Na hii ni baada ya General Conference kuwa imepitia uzoefu wa kukataa mipango ya Mungu, kukataa maelekezo ya Mungu. Mpango wa Mungu wa elimu ulikataliwa, lakini pia ujumbe wa haki kwa imani ukakataliwa. 1904 ndipo Mungu anamwambia Ellen G. White haimize watu sasa waanze kuanzisha independent ministries. Kwa hiyo tukaona independent ministries ni mpango mbadala wa Mungu, ili mipango yake itekelezwe, ile ambayo imekataliwa na General Conference. Na hatimaye vijana Sutherland aliyekuwa na miaka 39 pamoja na Magan aliyekuwa na miaka 37 wakishirikiana na Ellen G. White wakaanzisha shule ya Madison. Na tukaona the blueprint ya Mungu, the divine plan, mpango wa Mungu, mpango wa kimbingu au wa kimungu wa elimu ukatekelezwa katika shule ile ya Madison. Na tukaona vile vipengele 10, na tukasema tutaangalia vipengele 6, na katika hivyo vipengele 6 vinavyotuthibitishia shule zetu zingepaswa kuendeshwa vipi, zingepaswa kusimamiwa vipi. Elimu ya Mungu ambayo kama ilivyoanzishwa bustanini Eden, na Eden ilikuwa ni shule ya mfano ya kielelezo, ilipaswa itekelezwe hivyo mpaka mwisho wa wakati. Kwa mabadiliko tunayoyaona katika mfumo wa elimu katika kanisa la Waadventista wa Sabato, hatuoni mabadiliko hayo yakianza kwa Mungu, ila mabadiliko hayo ni kutokana na ushawishi wa shetani kutuondoa kwenye kusudi la Mungu. Kwa nini? Kwa sababu kazi ya elimu na ukombozi ni moja, na ajenda kubwa ya elimu, lengo kuu la elimu ya kweli ya Mungu kulifikia ni tabia safi, kamilifu, takatifu ya Mungu. Yaani mwanafunzi anapoelimishwa, aelimishwe kumjua Mungu muumbaji na kumjua Yesu mwokozi wake. Na neno linatuambia Yohana 17:3, na uzima wa milele ndiyo huu, wakujue wewe Mungu wa kweli wa pekee na Yesu Kristo uliyemtuma. Elimu ina lengo la kutimiza Yohana 17:3, elimu ya kweli ya kwamba mwanafunzi amjue Mungu muumbaji, amjue mkombozi wake. Na hivyo huyo mtu anakuwa ameandaliwa katika maisha ya sasa kuishi kwa kama anavyotaka Mungu, na kuishi katika maisha ya umilele pamoja na Mungu. Na tukaona katika vipengele 6 vya tunavyoona namna shule ya Madison ilitekeleza, na shule ya Madison katika kanisa la Waadventista wa Sabato inasimama kama shule kielelezo. Shule zetu zilipaswa kuendeshwa namna gani? Tukaona pointi ya kwanza ni kwamba shule inapaswa kuwa mashambani na sio mjini. Hilo ndilo kusudi la Mungu. Shule hazipaswi kuwa mjini, shule zinapaswa kuwa mashambani. Pointi namba 2 tuliyoiona katika somo la mpango wa Mungu wa elimu sehemu ya kwanza ni kwamba kilimo kinapaswa kuwa somo kwa vitendo. Yaani kilimo ni sehemu ya somo, sio kusoma kilimo theory darasani ama nadharia kwa Kiswahili darasani. Hapana, yaani maisha ya wanafunzi yawe ni maisha ya kushughulika na kulima. Yaani muda
nusu wa siku katika muda wa kujifunza anakuwa darasani, na darasani hasomi mitaala, masomo ambayo ni mitaala ya ulimwengu huu. Anasoma masomo ambayo Mungu ameyaeleza masomo gani yafundishwe, na iko wazi kwenye roho ya unabii, iko wazi kwenye Biblia, na tunayaona hayo masomo tangu katika shule ya Eden. Tunaona shule baada ya Eden, tunaona masomo hayo kwenye ile shule ya jangwani, tumeona hayo masomo katika ile shule za manabii, na hayo masomo yangepaswa kuendelea na nusu ya muda ungetumika kwa ajili ya shughuli za mikono, ili kumwendeleza mwanafunzi kuwa awe na ile elimu ambayo iko balanced katika akili na mwili wake. Katika mwili ni shughuli za mikono, iwe kwenye karakana, iwe kwenye viwanda, iwe kwenye mapishi, iwe kwenye shughuli za masomo yanayoelekeza majifunzo ya shughuli za nyumbani, ama iwe shambani. Na kwenye shamba inapaswa kila mwanafunzi ahusike kwenye kilimo. Ndio maana shule zinapaswa kuwa mashambani huko mbali, ambako kunakuwa na uwezekano wa wanafunzi kujifunza asili, kujifunza kazi ya Mungu ya uumbaji. Na kilimo kinapaswa kuwa ni somo kwa vitendo. Hizo ni pointi mbili zinazotakikana kwenye mfumo wa elimu ya kweli ya Mungu. Nje ya hapo tunakuwa tumetoka katika kusudi la Mungu, katika lengo la Mungu, na jumla yake inakuwa ni elimu ya Babeli, ni elimu ya Babeli. Na tutakuja kuona kwa kadri tunavyoendelea na masomo haya. Kwa hiyo inawezekana kabisa tukawa tunahusika kutoa elimu ya Babeli wakati ni taasisi za kanisa la Waadventista wa Sabato. Tuna mwalimu unafundisha, iwe serikalini ama iwe kwenye shule za kanisa, unafundisha elimu ya Babeli. Kwa lugha nyingine, unakuwa kama vile wewe ni mwajiriwa wa Kirumi ama mwajiriwa wa Vatikani, japo unalipwa mshahara na serikali, unalipwa na kanisa, lakini unachokitekeleza, unachokifundisha ni elimu ya Babeli. Kwa hiyo ni mwajiriwa wa Vatikani. Tuangalie sasa sehemu hii ya pili, mpango wa elimu, mpango wa Mungu wa elimu. Sehemu hii ya pili tunaanza na ile pointi ya tatu. Pointi ya tatu inayotakikana ama inayohusika na mfumo wa elimu ya kweli ya Mungu, na tuliona katika shule kielelezo Madison, ambayo ilikuwa ni independent institution ambayo Mungu hakutaka iendelezwe, isimamiwe na General Conference ama na mfumo wa kanisa, kwa sababu walikuwa wamekataa mpango wa Mungu. Na baadaye walikuja kuiua shule ya Madison baada ya kuwa wamefanya kila waliloliweza kuhakikisha inarudi mikononi mwa chini ya usimamizi wa mfumo wa kanisa, na ilikufa ile shule. Lakini katika mianzo yake ikiwa inasimamiwa kama independent institution, Mungu hakutaka isimamiwe na mfumo wa kanisa, na katika kipindi hicho ilifanya vizuri na kutekeleza mpango wote wa Mungu wa elimu. Point namba 3, shule haitakiwi kuwa na viwanja vya michezo. Shule haitakiwi kuwa na viwanja vya michezo. Sikia nabii anachokisema, na haya ni maelekezo ya Mungu, na tumeamua kuyaweka pembeni maelekezo ya Mungu. Sikiliza Mungu anachokisema katika kitabu cha Mashauri juu ya Kilimo, Kibidula 2017 ukurasa wa 70. Nabii anasema hivi: katika kila shule shetani atajaribu kujifanya kiongozi wa walimu ambao wanawafundisha wanafunzi. Shetani anajifanya yeye ndiye kiongozi wa walimu. Ni yeye ambaye angeweza kuanzisha wazo kuwa furaha binafsi ni muhimu. Ni yeye angeweza kuongoza wanafunzi waliokuja kwenye shule zetu kwa lengo la kupata elimu na mafunzo kwa ajili ya kazi za wainjilisi, wachungaji, wamishonari, kuamini kuwa burudani ni muhimu kwa kuwapatia afya ya mwili, wakati Bwana amewaonyesha kuwa njia bora ni wao kutilia mkazo kazi za viungo katika elimu yao, na hivyo hebu kazi muhimu zichukuliwe nafasi ya furaha binafsi. Kwa hiyo aliyeleta ajenda ya kwamba katika shule wanafunzi washiriki michezo,
viwanja vya michezo vianzishwe. Ajenda hiyo haikutolewa na Mungu, ajenda hiyo imetolewa na Shetani. Kwa hiyo kama shule za kanisa la Waadventista wa Sabato ama shule zote zinazoendeshwa kwa maadili ya kanisa la Waadventista wa Sabato zina viwanja vya michezo, maana yake Waadventista wa Sabato tumeamua kuchukua wazo la Shetani la kuweka viwanja vya michezo kwenye shule zetu, na tukaliona hilo wazo kuwa ni jema, na tukakataa mpango wa Mungu ya kwamba kazi za mikono ndizo zichukue nafasi ya mazoezi ya viungo, na sio mazoezi yafanyike katika viwanja vya michezo. Shughuli za mikono, elimu itolewe nusu darasani na nusu watu waingie kwenye karakana, kwenye viwanda, kwenye shughuli za uzalishaji, waingie kwenye shughuli za kilimo. Huo ndio mpango wa Mungu. Kwa hiyo kwenye shule za Waadventista wa Sabato hakukutakiwa kuwepo viwanja vya michezo. Katika shule ya Madison, shule kielelezo iliyoanzishwa na Ellen G. White kwa kushirikiana na Sutherland pamoja na Morgan, shule ambayo independent institution ambayo Mungu hakutaka isimamiwe na General Conference. Tunaona historia hiyo. Shule hii haikuwa na viwanja vya michezo. Viwanja vya michezo kwenye shule zetu ni ajenda ya Shetani. Swali mwenyekiti wa conference, mwenyekiti wa union, katibu wa union, mwaziri wa union au wa conference, wajumbe wa kamati na bodi ya shule, swali ni hili: shule zetu zina viwanja vya michezo ama havina? Mtaniambia ya kwamba unajua ni matakwa ya serikali, ni matakwa ya mitaala. Ni kwa sababu tumeacha the divine plan of education, tumeacha the blueprint ya elimu, tumechukua mitaala ya dunia na huko tumejiweka kwa mpango kwa upande wa Shetani. Sikia nabii anaendelea kusema katika kitabu cha ujumbe kwa vijana UPH 2020 ukurasa wa 169. Kitabu kimechapishwa na Ufunuo. Vilichapishwa vya nini? Si hili tusome, na tukisoma iweje? Tuishie kuacha? Ili tujue makusudi ya Mungu na tuishi kulingana na hiyo nuru. Kitabu cha ujumbe kwa vijana ni cha kwetu ama sio cha kwetu? Nauliza viongozi wa kanisa, nauliza wachungaji, kitabu cha ujumbe wa vijana ni chetu ama sio chetu? UPH 2020 si ni cha kwetu? Sikia sasa, na mimi ninakisoma. Kama kusoma haya yaliyoandikwa ndiyo uasi, ni halali nikiitwa muasi. Lakini kama ninasoma na ndivyo yalivyo na ndivyo tunavyotakiwa kufanya, mimi ni mjumbe nayetumwa na Mungu tu kupiga tarumbeta kwa mlio maalum, ili Mungu awahimize watoto wake warudi kwenye kusudi lake. Ujumbe kwa vijana UPH 2020 ukurasa wa 169. Nabii wa Mwenyezi Mungu anasema hivi: mazoezi ya kiafya ya mwili wote yanatoa elimu pana na ya kina. Mazoezi ya kiafya ya mwili wote yanatoa elimu pana na ya kina. Kwa hiyo kumbe mazoezi ni sehemu ya elimu. Swali ni mazoezi gani? Yafanyikeje? Yafanyike wapi? Nabii anaendelea kusema inampasa kila mwanafunzi kutumia sehemu ya kila siku kwa ajili ya kazi za mikono. Oh, Mungu wangu, ni nani aliyetuloga? Shetani ndiye mchawi, ametuloga wa Sabato. Nikiyasema haya, nimefanya kosa gani? Hebu nihukumuni basi kwa hili. Naomba nihukumiwe kwa haki. Nimefanya kosa gani? Kosa ni kusema iliyo kweli. Sikiliza, inampasa kila mwanafunzi kutumia sehemu ya kila siku kwa ajili ya kazi za mikono, sio kwenda kwenye viwanja vya volleyball, viwanja vya netball, viwanja vya football, wanacheza mpira. Na shule zetu zingine unakuta mwalimu ndiye referee, anaamua. Darasa la 5 wako na darasa la 6 wanashindana, darasa la 4 na darasa la 3 wanafanya mashindano. Shule hii inashindana na shule fulani, wanafanya mazoezi, eti mazoezi ya viungo. Kila siku mwanafunzi anapaswa afanye kwa kila awe na sehemu kwa ajili ya kazi za mikono. Swali ni kazi gani hizo? Kwa njia hiyo, mazoea ya kazi za mikono yatajengwa na roho ya kujitegemea itahamasishwa.
elimu ya Babeli inatoa watu tepetevu, watu legevu, watu wavivu, watu wazembe, wasiojua kujitegemea, wasiojua kujitegemea. Na vijana watakingwa dhidi ya uovu mwingi na matendo ambayo mara nyingi ni matokeo ya uvivu. Na jambo hili linaendana na kusudi la awali la elimu. Ukisikia kusudi la awali la elimu, rejea Edeni. Mungu hakuona ni faida kwa Adam akae bila kazi. Alimwambiaje? Ailime na kuitunza. Kwa hiyo shule ya Waadventista wa Sabato inapaswa ihusishe kilimo. Moja ya shughuli za mikono ni shambani, na shule ziwe mashambani. Kilimo kifundishwe kwa vitendo, kwa vitendo, pamoja na karakana. Kwenye shule zetu kuwe na karakana, ushonaji nguo, ushonaji viatu, sijui ujenzi na kadhalika, kama ilivyokuwa shule ya Ikizu zamani, japo ilifanya hybrid ya mpango wa Mungu wa karakana, lakini kutumia mitaala ya dunia. Lakini kama ingechukua mtaala wa Mungu kabisa, shule ya Ikizu ingekuwa mfano kwa Tanzania. Lakini hata hivyo bado ilikuwa ni hybrid, imechanganya na mitaala ya kidunia. Lakini hata hivyo basi, karakana zile zilizokuwa Ikizu zilienda wapi? Wale walimu wa ufundi walipelekwa wapi? Kwa nini ule mpango uliachwa? Kwa nini uliachwa? Ni nani aliyeturoga? Nabii anaendelea kusema, ujumbe kwa vijana, UPH 2020 ukurasa wa 169. Nabii anasema hivi, faida kubwa kabisa haipatikani kwa kutokana na mazoezi ambayo huchukuliwa kama mchezo au mazoezi tu. Michezo sio muhimu. Kutumia nguvu za mwili katika vichekesho kunapendelewa zaidi kuliko kuwa na akili linganifu. Kwani kwenye uwanja wa mpira watu huwa wanakuaga pale, wanafanya nini? So wanataka kuenjoy, wanafurahia, huyu anavyompiga chenga huyu, anampiga chenga huyu, anafunga goli, yeye anakosa penalty, anafanya nini? Wanashangilia. Kutumia nguvu za mwili katika mambo ya kibabeli ni dhambi na sio muhimu. Wanafunzi wanatakiwa nusu ya siku waitumie kwenye kazi za mikono, nusu ya siku darasani, na darasani haipaswi kutumika mitaala ya dunia. Ujumbe kwa vijana, UPH 2020 ukurasa wa 170. Neno linasema hivi, neno la Mungu linasema hivi kupitia kwa nabii Ellen G. White, siwezi kupata mfano katika maisha ya Kristo ambapo alitumia muda kwa michezo na mizaa. Mizaa yote utaikuta kwenye michezo. Kwani huwa msikia hata wanapojadili habari ya Simba na Yanga? Unajua ninyi ni wake zetu tu, ninyi tumewaoa tu, ninyi hamwezi kitu. Sijui Simba ameshikwa sharubu, sijui wamelambishwa, sijui lambalamba za Azamu na kadhalika. Hayo ni mamizaa, na Mungu anasema haipasi kuwemo kwenye mabaraza yenye mizaa. Na cha kushangaza, mpaka wachungaji ni mashabiki wa mipira. Mchungaji kama ni shabiki wa mpira, rudi umlilie Yesu akupe ushindi ili ushinde kiu ya mipira. Huo ni ushetani. Huo ni ushetani. Kwenye shule zetu haipasi kuwepo na michezo hiyo ya kimizaa. Kazi za mikono, mazoezi zifanywe kwa kazi za mikono, karakana pamoja na kilimo. Alikuwa mwelimishaji mkuu, nani huyo? Yesu, wa ukweli wa leo na wa maisha yajayo, lakini sijaweza kupata mfano hata mmoja ambapo waliwafundisha wanafunzi wajiingize katika michezo ya kujifurahisha ili kufanya mazoezi ya kimwili. Hakuna mfano huo kutoka kwa Yesu. Sisi tumetoka kwa nani? Kwa Shetani. Kwa hiyo shule za Waadventista wa Sabato zinatekeleza mipango ya Shetani, mipango ya New Age Movement, mipango ya Majesuiti, mipango ya Freemason, mipango miovu ya elimu kupitia shirika la UNESCO la Umoja wa Mataifa. Hizo sera na polisi hizo zote za mashetani za uovu ndizo zinatekelezwa na kanisa la Waadventista wa Sabato, na hiyo ni matokeo ya kumwacha Mungu na mpango wake wa elimu. Enyi viongozi wa kanisa,
wa union, wa conference, division na general conference, jitafakarini. Hamtoshi kwenye nafasi zenu za uongozi. Hamtoshi kwa sababu mnatupeleka kubaya. Mnaandaa watu kwa alama ya mnyama, kwa sababu elimu ya shetani mwisho wake, lengo lake kuu ni alama ya mnyama. Elimu ya kweli ya Mungu, lengo lake ni tabia safi ya Mungu, muhuri wa Mungu, na ni uzima wa milele. Na ndio maana elimu ya Mungu inatolewa mashambani. Mpaka leo bado mnataka watu wabaki mijini, na ndio maana mnahakikisha makanisa makubwa ya kifahari yanajengwa mijini, Magomeni kule Mwenge. Nataka niwaambie hivi, hayo makanisa hamtayafaidi na yatakuwa mali ya Mrumi muda si mrefu, maana Sunday law imekaribia. 2027 sheria ya Jumapili lazima ipite Marekani na hatimaye iende ulimwengu mzima. Fuatilieni siasa za ulimwengu huu, lakini rudini kwenye unabii muone, na mambo yataanza kuharibika mwaka huu 2026. Hayo majengo makubwa ya kifahari ya nini? Majengo makubwa ya maofisi ya nini, wakati sio mpango wa Mungu? Elimu haikupaswa itolewe mijini. Elimu sio shule tu, mpaka maisha yote ya jumla ya mshiriki anayapata mafunzo kila siku, kwa kuona, kwa kusikia, ni elimu. Tunapaswa kutoka mijini. Waambieni watu ukweli, waambieni watu ukweli. Pointi namba 4 katika elimu ya Mungu, elimu ya kweli ya Mungu, mpango wa Mungu wa elimu ni hii. Pointi namba 4, nusu ya siku ni darasani na nusu nyingine ni kazini. Huu ni uendelezwaji wa mwili na akili. Mwili na akili vinapaswa kuelimishwa. Sikia nabii anachosema katika kitabu cha Mashauri juu ya kilimo Kibidula 2017 ukurasa wa 67. Nabii anasema elimu ina maana zaidi ya usomaji tu wa vitabu. Ni muhimu kuwa uwezo wa kimwili na kiakili ufanyishwe kazi pamoja na kupata elimu bora. Narudia, ni muhimu kuwa uwezo wa kimwili na kiakili ufanyishwe kazi pamoja na kupata elimu bora. Yaani elimu iwe elimu ya kweli, lazima nusu ya mwanafunzi ikae darasani, nusu ya kujifunza kwa siku ya darasani, na nusu nyingine aende kwenye kazi za mwili, akaufanyishe mwili mazoezi. Anapokaa darasani anasoma vitabu, anaelimisha akili, lakini mwili wake unakuwa haujafanyishwa mazoezi, mwili wake unakuwa haujaelimishwa. Kwa hiyo lazima aingie kwenye kuelimisha mwili, na kuelimisha mwili lazima aingie kwenye shughuli za vitendo, ajifunze kabisa namna ya kuandaa mbegu, namna ya kuandaa shamba, namna ya kuchimba mashimo, namna ya kuweka mbegu, namna ya kufukia, namna ya kupalia, namna ya kuvuna, ili mwanafunzi anapotoka kwenye hiyo shule ni mkulima, na ni mkulima mashuhuri. Na sio kilimo tu, kwenye shule lazima kuwe na karakana, kuna viwanda vya chakula, kuna usindikaji wa vyakula, kuna karakana ya ushonaji wa nguo, ushonaji wa viatu, ufundi seremala, ufundi ujenzi. Hizo zote zinapaswa kuwa kwenye shule ya Waadventista wa Sabato. Kwa hiyo elimu sio kufikia lile lengo la kwamba sasa amepata A zote, amepata division 1, amepata division 2. Haukuwa mpango wa Mungu. Kwenye shule ya Madison hakukuwa na division 1 na division 2, hakukuwa na kupata A ama kupata B ama kupata C. Ilikuwa mtu anaingizwa kwenye kujifunza maisha yake yote. Yaani anapokuwa shuleni anapitia uzoefu wa maisha, akitoka shuleni anaendelea na maisha. Elimu ya kweli ya Mungu sio kumwandaa mwanafunzi kwa ajili ya maisha ya kwamba shuleni hayaishi hayo maisha ili atoke pale akayatafuta hayo maisha. Anaenda kuyatafuta wapi ambapo hakujifunza kuyaishi? Hiyo sio elimu yetu, sio elimu ya Mungu. Hiyo ni elimu ya Babeli, elimu ya Babeli. Na mmiliki wa elimu hiyo ni Shetani, chini ya wakala wake kanisa la Rumi. Vatican ndio inasimamia elimu ya kipagani hii, elimu ya kibabeli hii. Nabii anaendelea kusema hivi, ujumbe kwa vijana, UPH 2020 ukurasa wa 168. Nabii anasema jambo hili ni muhimu, sio tu kwa ajili ya ulinzi dhidi ya misukosuko ya maisha, bali pia
kwa sababu ya msaada wake katika ukuaji wa kimwili, kiakili na kimaadili. Hata kama ilikuwa wazi kuwa mtu asingehitaji kamwe kutumia kazi za mikono ili kujikimu, bado inapasa afundishwe kufanya kazi. Yaani kwenye shule zetu, hata kama ni mtoto wa tajiri mkubwa duniani, akifika kwenye shule zetu, sharti mojawapo la elimu ajifunze kufanya kazi. Bila mazoezi ya viungo, hakuna mtu anayeweza kuwa na mwili mkamilifu na afya njema, na nidhamu ya kazi inayotendwa kwa mpangilio maalum ni muhimu pia ili kuwa na akili na tabia yenye nguvu na nzuri. Wanafunzi ambao wamepata elimu ya vitabuni bila kupata ujuzi wa kazi za mikono hawawezi kudai kuwa wana elimu iliyo kamilifu. Kwa hiyo tunatoa elimu ikiwa imegonjeka, elimu gonjwa, elimu kilema, elimu mbovu, ndio tunaitoa kwenye kanisa la Waadventista Sabato. Alafu tunataka eti Mungu akubaliane na mipango yetu. Tunasema tunafunga siku 10 za kufunga na kuomba kila mwanzo wa mwaka, tunataka mvua ya masika, wakati tumekataa mpango wa Mungu wa elimu. Tumekataa elimu ya Mungu inayotufundisha tabia yake. Tunakataa kuandaliwa kwa uzima wa milele, kwa sababu kazi ya elimu na ukombozi ni moja. Sasa kama tunakataa ukombozi, tunamkataa muumbaji, tunamkataa mkombozi, hatutaki elimu, na hivyo tumekataa tabia safi ya Mungu, tumekataa maarifa ya kumjua mkombozi, kumjua muumbaji. Huyo Roho Mtakatifu ashuke kwa nani? Viongozi, acheni utani, mnashughulika na uzima ama mauti. Acheni masiara, roho za watu zinapotea. Na nataka niwaambie hivi, siku za kuuawa kwenu zimekaribia. Sio maneno yangu, imeandikwa kwenye Biblia, kwa sababu mtakuja kushuhudia matokeo ya udanganyifu mnaowafanyia watu wa Mungu. Siku za kuuawa kwenu zimekaribia. Nabii anaendelea kusema hivi, nguvu ambazo zingewekezwa katika shughuli za aina mbalimbali zimelemazwa. Elimu haijengwi kwa kutumia akili peke yake. Elimu ya Babeli ndio inajengwa kupitia elimu peke yake. Elimu ya Babeli, akili inajengwa kupitia anasema hivi, elimu haijengwi kwa kutumia akili peke yake. Kwa Babeli huko elimu inajengwa kupitia akili, lakini kwa Mungu elimu inajengwa kupitia akili na kuhudumia mwili kwa kazi za mikono. Hiyo ndio elimu. Matumizi ya nguvu za kimwili ni sehemu ya mafunzo muhimu kwa kila kijana. Awamu muhimu ya elimu itakuwa imekosekana ikiwa mwanafunzi hakufundishwa jinsi ya kushiriki katika kazi za uzalishaji. Kwa kanisa la Waadventista wa Sabato tunachangia kuzalisha wahuni, kuzalisha wavivu, kuzalisha wazembe, kuzalisha waandamanaji. Wanaoandamana wengi ni wale ambao wanatafuta ajira, hawana ajira. Wakati elimu yetu ingeisaidia hata serikali kuwatoa vijana ambao wasingeisumbua serikali kutafuta ajira, wao wangekuwa suluhisho la ajira. Tena hata kanisa tusingehangaika na habari ya kupeleka utume, kwa sababu wanatoka kwenye shule zetu wakiwa wamishonari tayari, independent missionaries. Wangeifanya kazi ya Mungu, ukweli wa sasa ungehubiriwa, kwa sababu ukweli wa sasa ungefundishwa kwenye shule. Angetoka mwenyewe tu, maisha yake ni ukweli wa sasa, yaani anakwenda kuishi ukweli wa sasa, anaenda kufundisha ujumbe. Yesu yuko wapi? Patakatifu, patakatifu. Angefundisha ujumbe wa malaika wa kwanza, wa pili na watatu katika maisha yake yote. Kwa hiyo tumemsaidia shetani kubomoa makusudi ya Mungu, kubomoa makusudi ya Mungu. Nabii anaendelea kusema hivi, mashauri juu ya kilimo Kibidula 2017 ukurasa 110. Nabii anasema shule zetu ni lazima ziendeshwe chini ya uongozi wa Mungu. Tutajua sasa uongozi wa Mungu unamaanisha nini. Nabii anaendelea kusema kuna kazi inayopaswa kufanywa na vijana wa kiume na wa kike ambayo bado haijafanyika. Kama haijafanyika, hiyo shule haiongozwi na Mungu. Sikia nabii anachosema, kuna idadi kubwa ya vijana ambao wanahitaji kupata faida ya mafunzo ya shule zetu.
Faida gani hiyo? Nabii anaendelea kusema wanahitaji kozi ya mafunzo ya kazi za viungo, na hilo itawafundisha jinsi ya kuishi maisha ya kufanya kazi na yenye nguvu. Aina zote za kazi lazima ziunganishwe na shule zetu. Aina zote za kazi, yaani kwenye shule zetu mtoto atoke akiwa anajua mapishi, yaani mapishi ya afya. Mtoto atoke kwenye shule zetu akijua kabisa namna ya kuhudumia mgonjwa katika sanitariums zetu. Mtoto atoke kwenye shule zetu akijua kabisa namna ya kufanya kazi za uchapaji, printing press, ajue kabisa. Mtoto atoke kwenye shule zetu, ama mwanafunzi atoke kwenye shule zetu anajua kujenga nyumba, anajua kazi ya useremala, anajua kushona viatu, anajua kushona nguo, anajua kupika mikate, anajua kutengeneza keki, anajua kutengeneza chakula chenye kuleta afya, anajua shughuli zote za mikono, anajua kazi za kilimo. Yani anatoka pale akiwa sio kwamba anaenda kuyaanza maisha, ila anaenda kuyaendeleza maisha aliyoyaishi akiwa shuleni. Hiyo ndio ilipaswa kuwa elimu ya Waadventista wa Sabato. Tumeibiwa. Vijana siku hizi wanasema tumepigwa na kitu kizito kichwani. Ni kweli, tumegaragazwa kabisa na shetani. Tunamtumikia shetani kwenye taasisi zetu kabisa. Tunajigamba kwamba tunafanya kazi ya Mungu, na tena ndio kwanza tunasema 2027 One Voice 2027, One Voice, sauti moja 2027. Sauti moja ya nini? Na tunamwacha Mungu na mipango yake. Sauti moja ya nini? Na kama hamjaelewa, fuatilieni sauti moja 2027. Huu ni mpango wa Vatican kuunganisha makanisa yote, na niwaambie mpango huu unakuja baada ya kuwa tayari wamekwisha fanikisha kuunganisha makanisa yote duniani, kanisa la Sabato likiwa miongoni mwao. Tunazungumza sauti moja. Sauti moja ya nini? Miaka 2000 baada ya kubatizwa kwa Yesu. Sasa angalia, kama unaamini ya kwamba Yesu alibatizwa mwaka wa 27 na mwaka 2027 imetimia miaka 2000, inakupa shida gani kuamini ya kwamba Yesu alikufa mwaka wa 31 na mwaka 2031 inatimia miaka 2000? Shida inakuwa iko wapi? Na kwamba hiyo miaka 2000 ndio wa mwisho, hakuna tena muda mwingine uliobaki. Baada ya hapo tunahitaji miaka 1000 mbinguni. Yesu anakuja haraka. Na kwa nini unashindwa kuamini ya kwamba kama Yesu alibatizwa mwaka 27 akaanza huduma yake miaka 3.5 akahitimisha msalabani mwaka 31, unashindwa nini kuamini ya kwamba mwaka 2027 miaka 2000 tangu kubatizwa kwa Yesu inapotimia, lazima waaminifu wake, watakatifu wake ambao watakuwa wameandaliwa mashambani, kwenye shule ya Mungu mashambani, watajazwa mvua ya masika kama Yesu alivyojazwa Roho Mtakatifu siku ile anabatizwa mwaka wa 27. Kwa hiyo watu wa Mungu pia waaminifu waliotoka mijini ambao wameandaliwa kwenye shule ya Mungu mashambani watapokea mvua ya masika, na wao pia watahudumu miaka 3.5. Biashara inakwisha, mlango wa rehema unafungwa. Kwa nini inakupa shida kuamini? Umeng'ang'ana One Voice. Ninaona kwenye mitandao ya kijamii watu wanaweka status One Voice 2027, wamerekodi viongozi wa kanisa. Nini? Tunataka mturejeshe kwenye makusudi ya Mungu. Mturejeshe kwenye makusudi ya Mungu. Mnashughulika na uzima ama mauti. Mmepewa upendeleo na Mungu kusimama kati ya uzima na mauti, badala ya kueleza watu habari ya uzima wa milele. Yesu yuko patakatifu na amekaribia kutoka. Ninyi mnatuandaa kusherekea ubatizo wa Yesu mwaka 2027. Swawati itusaidie nini wakati watu wanakufa dhambini? Mmebaki mmewaweka bado mijini. Waambieni watu ukweli, waambieni watu ukweli bila kupepesa macho. Damu za watu zitatakwa kwenye mavazi yenu. Waambieni watu ukweli, waambieni watu ukweli. Nabii anasema hivi, nabii anaendelea kusema, watoto hawatakiwi kufungiwa ndani ya vyumba kwa muda, wala wasisome sana mpaka wakati ufike ambapo msingi mzuri utakuwa umewekwa kwa ukuaji wa kimwili.
kwa miaka 8 au 10 ya awali ya maisha ya mtoto, shamba au bustani ni darasa bora zaidi la kujifunzia. Mama ni mwalimu bora, viumbe vya asili kitabu bora cha kujifunzia. Hata wakati mtoto atakapofika umri wa kutosha kwenda shule, anapaswa kuzungukwa na mazingira bora zaidi kwa ukuaji wa kimwili na kiakili. Swali, ewe mzazi, kwa maelezo haya ya Mungu, ulitakiwa uishi wapi? Ulitakiwa uishi Magomeni, Dar es Salaam? Ulitakiwa uishi Nyegezi, Mwanza? Ulitakiwa uishi Mbeya mjini? Ulitakiwa uishi Mpanda mjini? Ulitakiwa uishi wapi? Ulitakiwa uishi mashambani. Na mtoto tangu anazaliwa mpaka miaka 8 mpaka 10 alitakiwa awe chini ya mwalimu mzazi. Baada ya hapo ndipo apelekwe shule, na shule zenyewe ni hizi za mpango wa Mungu. Oh, tumeibiwa, tumeibiwa. Hatuna chetu, hatuna chetu. Tunatekeleza mipango ya Vatican, mipango ya New Age Movement, mipango ya mashetani ndio tunaitekeleza sisi. Tumemwacha Mungu zamani. Mfumo wa kanisa la Waadventista wa Sabato umemwacha Mungu tangu mwaka 1888 baada ya kukataa ujumbe wa haki kwa imani. Baada ya hapo ni mporomoko wa uasi wa uasi wa uasi wa uasi, na ndio maana Mungu alimwelekeza Ellen G. White, wakati umefika kuambia watu waanzishe independent ministries. Independent ministries. Pointi namba 5 ya mpango wa Mungu wa elimu: shule inapaswa kujitegemea. Wanafunzi wanapaswa kuzalisha chakula chao wenyewe. Kwa hiyo watazalisha chakula wapi? Pale Mwanza. Pale Mwanza mjini ndio watazalisha chakula chao. Watazalisha chakula chao wapi? Kigoma mjini. Watazalisha chakula chao wapi? Wapi watazalisha chakula chao? Morogoro mjini. Oh, Mungu atusaidie. Nabii anasema hivi, mashauri juu ya kilimo, Kibidula 2017 ukurasa wa 82. Taasisi hii lazima isitegemee mazao kutoka nje kwa matunda yaliyo muhimu kwa afya na kwa nafaka zao na mboga. Hii ni kazi ya kwanza kabisa inayopaswa kufanywa. Hatupaswi kutoka kwenye kile ambacho tayari kimechukuliwa kama sehemu ya elimu. Shule inapaswa kuzalisha chakula chake chenyewe. Ni kosa mbele za Mungu, ni utovu mkubwa wa nidhamu mbele za Mungu eti shule inaenda kununua mahindi, shule inaenda kununua mihogo, shule inaenda kununua karanga, shule inaenda kununua mtama. Ni kosa. Shule zilipaswa ziwe mashambani, na shule ilipaswa kuwa na eneo kubwa la kilimo. Moja ya darasa ni kilimo, na wanafunzi walipaswa walime, wazalisha chakula chao wenyewe. Na shule zetu hazikupaswa kutoza ada. Shule zetu zilitakiwa ni self supporting schools. Tumeacha mpango wa Mungu na tunazungumza shule zina madeni. Shule zina madeni. Kwa mfano kwenye session ya mwaka jana 2025 niliona Union ya Kaskazini, na tutawekea hiyo clip hiyo muione. Union ya Kaskazini, muazini wa Kaskazini kwenye session anaeleza, anaomba ushauri kutoka kwa wajumbe wa session. Jamani, hizi ni shule zetu, tufanyeje? Zina madeni makubwa. Ni hivi muazini, nataka nikwambie hivi, rudini kwenye mpango wa Mungu. Shule hazikupaswa kuwa na madeni, ni kwa sababu mmeacha mpango wa Mungu. Shule hazikutakiwa kuwa na madeni. Tulipokuwa tunaanza muhula hapa, tulikuwa na mambo kadhaa yalikuwa natupa changamoto mwanzoni wa muhula huu. Nimeorodhesha kadhaa ambazo zilikuwa msukumo wetu katika kazi hii. Kwanza, madeni. Tulianza muhula tukiwa na madeni mengi. Tumeingia katika muhula utumishi wa kazi katika muhula huu tukiwa madeni mengi ya fedha tuliotakiwa kuyahudumia. Inakuwa vigumu sana kuwa na madeni wakati huna fedha za kulipa, hasa madeni yale unayodaiwa na wadau wa nje ya kanisa, na madeni ambayo yanaambatana na adhabu na riba endapo utashindwa kulipa. Tulikuwa tunaanza muhula huu, union yetu ilikuwa nadaiwa na division yetu jumla shilingi bilioni 4,152,857
294. Kwa taarifa hii hapo mbele nitaonyesha namna ambavyo tumejitahidi kulipunguza deni hili kwa kiasi kikubwa. Madeni mabaya ambayo nimeyasema, madeni ambayo tunadaiwa taasisi zetu zote katika union hii, madeni ya NCCF na TRA, madeni machungu. Waziri watakubaliana na mimi jinsi ambavyo NCCF hasa wametuharas katika mhula huu kulipa madeni. Jumla tulikuwa tunadaiwa deni la bilioni 3.7. Nazungumza taasisi ni mashule yetu, makonferensi yetu, fedha ambayo tunadaiwa na NCCF na TRA bilioni 3.7. Naweza kuona kwamba tulikuwa na mzigo mzito sana wa kufanya katika mwaka huu. Point namba 6. Mitaala ya dunia haitakiwi katika shule zetu. Mitaala ya dunia haitakiwi katika shule zetu. Nabii anasema hivi katika ujumbe kwa vijana UPH 2020 ukurasa wa 167, imenukuliwa kutoka Fundamentals of Christian Education ukurasa wa 191 na 192. Si vitabu vyetu? Si ni vya kwetu? Mimi nasoma. Elimu ya science ambayo haitumiwi kama ngazi ya kupandia ili kufikia makusudi ya juu kabisa haina thamani yoyote. Si tunafundisha science kwenye shule zetu? Hiyo science inamsaidia nini mwanafunzi kumfahamu Mungu muumbaji na mkombozi wake? Si huo kwenye science wanasoma mawazo ya watu waliokuwa wanaitwa wasomi wa dunia hii, kumbe walikuwa ni wakana Mungu, mawazo ambayo yanapingana na Biblia. Nabii anaendelea kusema elimu ambayo haitoi ujuzi unaodumu mpaka milele haina kusudi. Elimu ambayo haitoi ujuzi unaodumu mpaka milele haina kusudi. Usipoweka mbingu na wakati ujao, maisha yasiyokoma mbele yako, mafanikio yako hayana thamani inayodumu. Mnatoa elimu ya kuwafanya watoto wajigambe wametoka na division 1, wanaenda chuo kikuu, wanaenda kusomea vitu ambavyo havidumu, na tumeacha makusudi ya Mungu ya kumfanya huyo mtoto audumu katika ulimwengu huu, lakini pia awe na huduma bora zaidi katika ulimwengu ujao. Mitaala ya kidunia haituleti kwenye kumjua Mungu muumbaji na Yesu kama mkombozi. Mitaala ya kidunia imeandaliwa kwa akili nyingi, kwa ushauri wa kishetani, ili kuwafanya watu waondoke kwa Yesu, waandaliwe kwa alama ya mnyama, kwa sababu kazi ya elimu na kazi ya ukombozi ni moja. Shetani hawezi kukubali elimu ya kweli ifundishwe, na kwa kweli tumekubali ajenda zake na tumezipokea na tumemkaribisha shetani kama ndugu wa karibu. Tumemkumbatia shetani kwa mikono miwili kwenye taasisi zetu, na hapa nazungumzia elimu. Nitakapokuja kuzungumzia taasisi za afya, utashangaa kugundua ya kwamba shetani alitugalagaza siku nyingi. Katika mashauri juu ya kilimo Kibidula 2017 ukurasa wa 65 na 66, nabii anasema hivi: akili za vijana zimejaa vitabu vya sayansi na falsafa ambapo michongoma ya mashaka haijafichwa, pamoja na visa visivyo vya kweli vya kufikirika, au pamoja na kazi za waandishi ambao ingawa wanaweza kuandika masomo ya maandiko, wanatunga tafsiri zao wenyewe kwa kubuni katika masomo hayo. Mafundisho ya vitabu kama hivyo ni mbegu inayopandwa moyoni. Anapanda nani? Shetani. Yesu aliwahi kutoa mfano ya kwamba katika lile konde hakupanda mbegu njema. Ni nani aliyopanda magugu? Shetani anapanda magugu kwa akili za watoto, za wanafunzi, na sisi walimu tunachangia kumsaidia shetani kupanda magugu kwenye akili zao. Mungu aturehemu. Inakuwa na kuzaa tunda, na mavuno makubwa ya udanganyifu huvunwa, na matokeo yake yanaonekana katika ukengeufu wa familia ya mwanadamu. Katika mashauri juu ya kilimo Kibidula 2017 ukurasa wa 16, nabii anasema ulimwengu umejaa wanaume na wanawake wenye upande mmoja wa akili
unaofanya kazi, ambao wamekuwa hivyo kwa sababu seti moja ya akili zao iliendelezwa, wakati nyingine ilidumazwa kutokana na kutofanyishwa kazi. Elimu ya vijana wengi haina maana. Wanasoma kupitiliza, wakati wanaipuuza ile ambayo muhimu kwa shughuli za vitendo maishani. Kusoma muda wote kama ambavyo shule zinaendeshwa sasa hivi haiwafai vijana kwa maisha ya vitendo. Ili kuweza kutunza ulinganifu wa akili, kazi na masomo vinapaswa kuendeshwa pamoja mashuleni. Hauoni kwenye shule zetu mtoto anabeba mbegi mkubwa mgongoni, madaftari 12 sijui 10 na ngapi, anaenda shuleni tangu asubuhi mpaka jioni, likizo nayo anasoma. Shule haifungi, watoto tunataka tuandae kwa mitihani. Kwa hiyo tunawaandaa kwa mitihani ya elimu ya dunia, lakini hatuandai kwa mtihani ulio mbele wa Sunday law, sheria ya Jumapili. Hatuandai kusimama waaminifu upande wa Bwana wakati wa hukumu ya upelelezi. Muda wote ni kusoma, ni kusoma, ni kusoma, ni kusoma. Kazi za mikono, kilimo hakuna. Shughuli za nyumbani hajui. Kuosha vyombo hajui. Kupika hajui. Kufua hajui. Kulima bustani hajui. Kushona viatu hajui. Huyo ndio tunamtoa, tunasema kwamba tunatuma kwenye WhatsApp huko na mitandao ya kijamii. Shule ya kanisa la Wasabato yaongoza mkoa mzima, yashika namba fulani kitaifa. Kwa hiyo Mungu atuhurumie. Mungu atuhurumie. Mungu atuhurumie. Tunapaswa kutubu mbele za Mungu. Tumewacha mpango wa Mungu. Ewe mzazi, ewe mwalimu, ewe kiongozi, ewe mchungaji, Mungu anakutaka ufanye nini? Mungu anakutaka ufanye nini? Wakati zama za ujinga Mungu alijifanya hazioni, lakini sasa anahimiza nini? Watu wote watubu. Na kutubu lazima kuendane na vitendo. Mtoe mtoto wako kwenye shule za kibabeli, hata kama ni shule ya kanisa. Mpeleke wapi? Twende tukaanzishe shule za Mungu mashambani. Na nikwambie, kuna watu wa Mungu wako mashambani, wameamua kurudi kwenye kusudi la Mungu, wameanzisha hizo shule. Nenda na wewe ukaishi huko. Kwanza wewe mwenyewe mzazi utoke uende kwenye shule ya Mungu. Yaani kutoka mjini umejiondoa kwenye shule ya shetani, unaenda mashambani, umejipeleka kwenye kujisajili kwenye shule ya Mungu. Na watoto wako pia nao watajisajili kwenye shule ya Mungu, na huko Mungu atakupa maelekezo unapaswa kufanya nini na utekeleze lipi. Tokeni mijini. Wachungaji, waambieni watu watoke mjini. Watoke mjini. Msiofu habari ya zaka. Zaka sio ya muhimu kuliko uzima wa milele. Tokeni mijini. Mkipuuza haya, mimi ni mjumbe tu, nina kazi yangu ni kupiga tu tarumbeta. Matokeo hayanihusu mimi. Nimejitoa kusema ukweli, na hicho ndicho kinachonigharimu. Ndicho kinachonigharimu. Kwani hapa nimekuwa nasoma vitabu vya nani? Si ni vitabu vyetu. Kwa hiyo mimi kusoma vitabu vyetu wenyewe ndio ninaitwa muasi. Kama uasi ni huo, sawa, ni haleluya. Maana kama walifanya vile kwa mti mbichi, vipi kwangu mimi mti mkavu? Kama walimtendea Yesu, kwa nini mimi nisitendewe hivyo? Kama walimkataa Yesu, mimi ndo watanikubali? Nimefanya sehemu yangu. Haya hukuyasikia, lakini kwa kuwa umeyasikia, nimekushitaki mbele za Mungu. Sasa hukumu yako inaandaliwa, kwa sababu Mungu akisha kufunulia nuru anataka utii, utekeleze. Na kwa sababu mimi nimekueleza, nimekupeleka kwenye mahakama ya mbinguni. Una kesi ya kujibu kuliko ambavyo ulivyokuwa ujui. Kwa hiyo nenda kamlilie Mungu kwa toba na maungamo, ukafanye sehemu yako, na Mungu atakuelekeza unapaswa ufanye nini. Hatua ya kwanza, toka mjini. Toa watoto wako shule, peleka mashambani, ukawafundishe elimu ya Mungu, mkafungue shule. Na hii sisemi ya kwamba kanisa, mfumo wa kanisa utawaelewa. Ellen G. White mwaka 1904 aliambiwa saa imefika watu waanzishe independent ministries, na Madison ikaanzishwa kama independent institution, haikumilikiwa na mfumo wa kanisa. Msifikiri ya kwamba mfumo wa kanisa utabadilika. Haiwezekani. Ni kutwanga maji kwenye kinu.
Hata haya nayo yasema, silengi kubadilisha mfumo. Hakuna, haipo. Ninazungumza na wewe unanisikiliza, kiongozi wa kanisa, wewe as personally. Nazungumza na wewe mchungaji, na wewe mshiriki personally. Fanya sehemu yako, fanya sehemu yako, simama na imeandikwa, sio nani anasema nini. Mungu na atusaidie, rehema zake zitufunike sote. Asante kwa kufuatilia, share masomo haya na wengine, na Mungu akubariki kwa jina la Yesu, amina. Na hivyo nikualike tuombe. Baba mwema, ni ukweli mgumu, ukweli mchungu, lakini hakuna namna, lazima ukweli usemwe. Nimesema kama ulivyonituma, matokeo hayanihusu mimi. Shughulika na wokovu wa watu wako, wasaidie watoto wako waelewe kweli hizi. Neema yako itufunike kwa jina la Yesu, amin. Ikielekea mbingu, twangoja wenye saburi, hata safari yetu iishe, tukae kwake milele. Atakusanya ngano ghalani, atatupa mbali makapi. Tutashindaje hukumuni siku ya kiama? Atakusanya ngano ghalani, atatupa mbali makapi. Tutashindaje hukumuni siku ya